Na shekhe akasema ujuba muwasaa, sawa, wajibu ambao unakupa wasaa wewe wa kuweza kutekeleza ile swala. Lakini ukiingia wakati, lakini la yasauka, wakati ambao haukutoshi kuitekeleza ile swala, hapa inakuwa sio wajibu tena. Sasa hii ni tofauti na saumu, ni tofauti na saumu. Saumu ni wajibu, lakini ni wajibu mudayyak. Saumu ni wajibu, lakini wajibu wake wakati wake ni mdogo, wakati wake umefinya. Sawa, mimi nataka nikuulize, tutaanza hapa, tutaingia katika wakati wa dhuhuri. Wakati wa dhuhuri unakwenda mpaka kivuli cha mtu kiwe mfano wake, sawa? Ukisema wewe katika huu wakati wa dhuhuri unaweza ukaswali rakaa ngapi? Yaani zile ya dhuhuri useme uswali rakaa 4 utaswali hata 20. Sasa hii inasema ni wakati muwasaa, yaani unaweza ukatekeleza ile ibada ndani ya wakati na wakati bado ukabaki. Unaweza ukaswali rakaa 4 zingine wakati bado umebaki, ukaswali rakaa 4 zingine wakati bado sio dhuhuri, unaswali tu sunna, ukaswali rakaa 4 nyingine wakati bado umebaki. Tofauti na saumu. Saumu kwenye mchana mmoja unaweza ukafunga saumu 2. Kwa hiyo wakati wa saumu ni mudayyak, unaitosha tu ile ibada yenyewe moja tu. Lakini wakati swala, wakati wake ni muwasa, yaani unatosha hiyo ibada na bado wakati umebaki, unaweza ukafanya nyingine, na bado wakati umebaki unaweza ukafanya nyingine, na wakati nafasi bado imebaki. Sisi tumeelewa. Lakini siku moja ya saumu huwezi kusema nafunga faradhi hapa, nafunga na sunna hapa, nafunga sio na nadhiri, hakuna, haiwezekani. Saumu wakati wake ni mudayyak, wakati swala wakati wake ni muwassa. Kwa hiyo yajibu kullu minhuma biawali alwaqti, swala inaanza kuwa wajibu wakati wa kwanza wa kuingia. Ukiona wakati wa mwanzo tu umeingia wa swala, basi hiyo swala imeshakuwa ni wajibu. Ujuba muwassa ni wajibu wenye nafasi, ila ayabqa min alwaqti, wajibu huo utaendelea kukupa nafasi wewe ya kutekeleza hiyo swala, ila ayabqa min alwaqti, mpaka ubakie wakati wa hiyo swala, ma yasauha, sawa, ambao unaitosha hiyo swala tu, fayadhiku hina idhin, baada ya hapo wakati tena unakuwa umejifinya. Ndio tumeelewa. Shekhe anasema nafasi ya swala ni pana na itaendelea kutanuka hiyo nafasi mpaka utakapobakia wakati wa swala ambao utaweza kutekeleza ile swala tu na wakati umeisha. Sawa? Sasa ukibaki huu wakati unaitwa mudayyak. Yaani wewe umechelewesha kuswali, ya dhuhuri watu wameswali wamemaliza, wewe hujaswali tu, sheria inakupa nafasi tu, nenda tu bana, bado wakati unao, nenda tu, bado wakati unao. Shekhe anasema mpaka itakapofikia sasa wakati uliobaki ni wa kutawadha na kuswali rakaa 4 tu, wakati umefanya nini? Sasa huu wakati uliobaki wa kutawadha na kuswali rakaa 4 tu, huu unakuwa sasa ni mudayyak, kama swaumu, hautoshi tena swala nyingine. Sawa? Sasa huu unakuwa ni wakati mudayyak, utaenda kubanwa huku mwisho huku. Sasa shekhe anasema utaenda wakati utapewa nafasi mwisho wa wasaa wa swala ni pale utakapobaki wakati wa kuitekeleza hiyo ibada tu na wakati utakuwa fahina idhin
famudayyaku hina idhin, hapo sasa wakati utakuwa umebana, wakati unakubana, haufunguki tena kuswali tena swala kama hiyo tena. Sawa. Shekhe ameanza na swala ya dhuhuri, swala ya adhuhuri, na wanazuoni wa fiqh wanaanza na swala ya dhuhuri kwa sababu sio kwa maana ndio swala ya kwanza. Swala ya kwanza ni alfajiri, swala ya kwanza ni alfajiri. Lakini kwa nini wanaanza dhuhuri? Kwa sababu Jibril alikuja kumswalisha Mtume, alikuja dhuhuri. Sawa. Baada ya Mtume kwenda Miraji akapata swala 5 za faradhi, akashuka Jibril akaja kumfundisha namna ya kuswali na nyakati za swala. Kwa hiyo Jibril alipokuja siku ya kwanza alikuja dhuhuri, sawa, akamswalisha dhuhuri mwanzo wa wakati, sawa, akaondoka. Akaja alasiri akamswalisha Mtume mwanzo wa wakati, akaondoka. Akaja magharibi akamswalisha Mtume mwanzo wa wakati, akaondoka. Akaja Isha akamswalisha mwanzo wa wakati, akaondoka. Akaja alfajiri akamswalisha mwanzo wa wakati, akaondoka. Siku ya pili akaja adhuhuri akamswalisha mwisho wa wakati, akaondoka. Akaja alasiri akamswalisha mwisho wa wakati, akaondoka. Akaja magharibi akamswalisha mwisho wa wakati, akaondoka. Akaja Isha akamswalisha mwisho wa wakati, akaondoka. Akaja alfajiri akamswalisha mwisho wa wakati, akaondoka. Akamwambia Muhammad, umeona time niliyokuja jana katika kila swala na time niliyokuja leo katika kila swala. Ile time niliyokuja jana ni time ya kwanza na niliyokuja leo ni time ya mwisho. Kwa hiyo kila swala nilivyokuja mwanzo hapa ndio mwanzo, na hapa nilivyokuja leo ndio mwisho. Hapa katikati pote ni muda wa kuitekeleza hiyo swala. Mwanzo ni hapa nilipoanzia na mwisho ni hapa nilipokuja leo. Ukivuka huku umetoka nje ya wakati, ukija huku kabla ya huu wakati niliokuja mwanzo umeingia swala kabla ya wakati. Lakini hapa katikati pote ni muda wasaa kabisa wa kuitekeleza hiyo swala. Ishaba. Kwa hiyo wanazuoni wanaanza na swala ya dhuhuri kwa sababu Jibril alikuja dhuhuri. Sawa? Kwa kuchunga ile wakati aliokuja nani? Jibril. Kwa asema adhuhur ai salatuhu, swala ya dhuhuri. Qala an-Nawawiyun, Imamu Nawawi anasema rahimahullah, sumiyat bidhalika, anasema imeitwa dhuhuri liannaha dhahiratu wasata nahari, kwa sababu hiyo swala inadhihiri katikati ya mchana. Imeitwa dhuhuri kwa sababu hiyo swala inakuwa iko wazi katikati ya mchana, ndio maana ikaitwa dhuhur. Dhahira, imejitokeza katikati ya mchana. Anasema wa awwal waktiha, na mwanzo wa wakati wa swala ya dhuhuri, zawalu, ni kupinduka jua, ndio unaitwa zawalu. Na shekhe kabla hajaingia maswala ya swala kaanza kutaja wakati, kwa sababu ni sharti kuswali mpaka uingie nini? Inna salata kanat ala almu'minina kitaba mawquta, hakika ya swala imekuwa ni faradhi kwa waumini iliyowekewa wakati maalum. Kwa hiyo kwanza anaanza kuzungumza wakati kabla hajaizungumza hiyo swala, kwanza ujue wakati wake. Kwa hiyo wa awwal waktiha zawalun, mwanzo wa wakati wa swala ni kitendo cha kupinduka jua. Ai mailu shamsi, ni kitendo cha
kuyumba jua, an wasati samai, kutoka katikati ya mbingu. Sawa, kutoka katikati ya mbingu pale ulipo, sio katikati ya mbingu manake jua linakuwa katikati ya mbingu ulimwengu mzima. Katikati ya mbingu pale ulipo wewe. Kwa sababu kila watu wanasali ya dhuhuri kwenye wakati wao. Ukienda Kigoma utaona sisi tuisha swali, au Mwanza au wapi, Geita, utaona sisi huku tuisha swali ya dhuhuri, wao bado, kwa sababu wao jua halijafika katikati, halijamaili, halijayumbia upande wa magharibi. Kwa hiyo tukisema jua likitoka katikati, fi wasati sama, katikati ya mbingu pale ulipo wewe. Sisi tumeelewana? Kwa hiyo anasema mailu shamsi yani wasati sama, la bin nadhari li nafsi al-amri bali lima yadhharu lana. Maana kama nilivyosema, anasema la bin nadhari li nafsi al-amri, anasema sio kwa mtazamo wa jambo lilivyo. Sawa, sio tukisema ni kupinduka jua kutoka katikati ya mbingu kwamba kwa mtazamo kwamba ya pale ndio katikati ya mbingu ya dunia yote. Bal anasema isipokuwa lima yadhharu lana, kwa namna jua lilivyodhihirika kwetu sisi pale tulipo, tunaliona hili liko katikati ya mbingu na limesogea kidogo, lakini sio kwamba ndio jua liko katikati ya mbingu dunia nzima. Ashia anakataa. La binadhari linafsi al-amri, sawa, sio kwa mtazamo wa mambo jinsi yalivyo kwamba jua ndio liko katikati ya kila sehemu. Lima yadhharu lana, kwa vile ambavyo lilivyodhihirika kwetu kwamba hapa liko katikati ya mbingu na sasa limeyumba kuelekea upande wa magharibi. Anasema wayurafu dhalika almailu bitahawuli dhilli ila jihati almashriq baada tanahi kiswarihi alladhi huwa ghayatu intifai shams. Wayurafu dhalika, utajua kama jua limeyumba, sawa, kutoka katikati ya mbingu. Kipi kitakachokujulisha? Wayurafu dhalika almail, utajua huko kuyumba kwa jua, bitahawuli dhillin, kwa kupinduka kivuli. Kivuli kitageuka, sawa, ila jihati almashariki, kivuli kitapinduka kuelekea, kitaonekana upande wa mashariki. Sasa jua likiwa linachomoza huku, kivuli chako kitaonekana upande wa magharibi. Ili ujue kama jua limepinduka, kivuli chako kitageuka kutoka upande wa magharibi, kitaanza kuonekana upande wa mashariki. Sheikh anasema utajua kwa alama hiyo, sawa. Anasema baada tanahi kiswarihi, baada ya kuisha kile kivuli kidogo, alladhi huwa ghayatu irtifai shams, ambacho kinapatikana jua litakapokuwa limepanda, limefika kikomo, sawa. Jua likipanda, likifika katikati, kivuli kinakuwa kifupi kwa sababu kinakuwa kimekuzunguka wewe, sawa. Sasa shekhe anasema baada ya kuisha hiki kivuli kifupi ambacho jua ndio limefikia ukomo wa kupanda kwa katikati, kikishaisha hiki kivuli, kikianza kwenda huku, jua la utosi Waswahili, kivuli kile cha jua la utosi kikiisha, hiki jua likaelemea hivi, anasema utaanza kuona kivuli chako, unaanza kukiona kiko upande wa mashariki, sawa. Huo ndio mwanzo wa wakati wa swala ya adhuhuri. Yaani ukishaanza kuona kivuli chako kimeanza kuelemea, kimeanza kutokezea huku upande wa mashariki, basi ujue huo ndio mwanzo wa wakati wa nini, wa adhuhuri.
Anasema wa akhiruhu, na mwisho wakati wa dhuhuri, ai wakati dhuhuri, idha sara dhillu kulli shay'in mithlahu, sawa, ni pale kitakapokuwa kivuli cha kila kitu kina urefu wa hicho kitu. Huo ndio mwisho wa wakati wa swala ya dhuhuri, sawa. Ukisimama urefu wa kivuli chako, ukipima kamba hiyo kamba, ukaja ukapimwa na wewe vinafanana, basi wakati wa dhuhuri wa mwisho umefika, sawa. Hicho kivuli kikizidi kidogo tu ndio mwanzo wa wakati wa alasiri. Kikizidi kidogo tu, kikizidi kile kipimo kidogo tu, kipimo chako mwenyewe, kivuli kikazidi kidogo tu, mwanzo wa wakati wa nini? Kwa sababu kuisha kwa wakati wa dhuhuri ndio mwanzo wa wakati wa alasiri. Hakuna break hapo, hakuna kuna muda labda umekaa una kazi. Kitendo cha kuisha wakati wa dhuhuri ndio mwanzo wa wakati wa alasiri. Kwa hiyo idha sara dhillu kulli shay'in mithlahu, kikifikia kivuli cha kila kitu kinafanana kwa urefu na hicho kitu, huo ndio mwisho wa swala ya dhuhuri, mwisho wa wakati wa swala ya dhuhuri. Baada ai ghaira dhilli zawali, shekhe anasema tukisema kivuli cha kila kitu sio kile kivuli cha utosi. Usije ukapiga picha kwamba tukisema kivuli kinafanana na wewe, anasema usipige kile cha zawali, kabla zawali, kile kivuli ambacho jua liko utosini kinakuwa kiko sawa sawa na wewe. Anasema sikusudii hiki, na kusudia hiki kilichoenda hivi, sawa. Ghaira dhilli zawali, sisi tumeelewana. Wa dhillu lughatan, shekhe anasema na kivuli katika lugha ya Kiarabu, asatru ni kustiri, sawa, kukificha kitu. Takulu ana fi dhili fulani, Waarabu anasema mimi niko chini ya kivuli cha fulani, sawa. Ai satrihi, niko chini ya stara yake, sawa. Anasema walaisa dhillu adama shamsi, sawa. Anasema sio kivuli kukosekana kwa jua, sio kivuli tunachokusudia sisi, yani lazima jua liwe halipo. Jua lipo na kivuli yani tukisema kivuli hatuna maana kwamba siku hiyo hakuna jua, kwa hiyo kama vile anga limefunikwa. Hatukusudii kivuli, hatukusudii kivuli maana yake jua liwe halipo. Kivuli kinaonekana wakati jua lipo. Sijui inaeleweka hapo. Anasema walaisa dhillu adama shamsi, sawa. Kwa mfano kama saa hizi jua lijatoka Sasa shekhe anasema nikisema kivuli sio maana yake kuwa hakuna jua. Kivuli kipo hata kama jua lipo, na kinadhihirika zaidi kivuli jua likiwepo. Sisi tunaelewana? Kivuli, tukisema kivuli ni kile ambacho jua linakupiga wewe, alafu linaakisi kivuli chako kule kinaonekana. Hana maana shekhe kivuli yani kama hivi hakuna jua, sawa. Useme hili jua leo limetengeneza kivuli kwa sababu halipo, hakusudii hivi. Anakusudia kivuli hiki ambacho jua likikupiga kivuli kinaonekana upande mwingine, sawa. Anasema kama kadi utawaham, kama vile mtu anaweza akafikiria hivyo,
kwamba kivuli ni kukosekana jua, kama kadi yutawaham, kama vile mtu ambavyo anaweza akafikiria hivyo, bal huwa amrun wujudiyun yakhluquhu Allahu ta'ala linaf'i albadani wa ghairihi. Anasema kivuli ni kitu ambacho kipo, Mwenyezi Mungu amekiumba kwa ajili ya manufaa ya mwili na manufaa ya vitu vingine. Tumeelewana? Kivuli ni kitu kipo ambao Mwenyezi Mungu amekiumba, sawa? Hiki kivuli kina manufaa ya mwili, lakini kina manufaa ya vitu vingine, sio pahala pake pa kuzungumza haya.